niletee maji. Lakini kakaangu anauma jamani. Huyu ni wangu. Yataisha. Yana mwisho. Kwanza kabisa wanataka hivi walivyoua ndugu zetu tuchukulie Chalamila amesema ni majaribio. Na kama inawezekana wengine wakadhani kwamba kuna nguvu iliwahi kutumika mahali, kwenye kikao hiki nataka nikuthibitishie yalikuwa ni majaribio tu ya kutumia nguvu kulinda amani. Kwa maana nguvu yenyewe halisi ya ulinzi wa amani itaanza kujionyesha taratibu kadiri mtu mwenyewe anapokuja kwetu. Amesema ni majaribio, yani walivyokuwa nao walikuwa na jaribu risasi zinavyoingia kwenye miili zinanogaje, ni tamu vipi, wana raha. Kwa hiyo ujue wenyewe watatuumiza mpaka tunasema tunaenda kazini. Hayo anajua Mungu mwenyewe, mpaka kazini hakutaendeka. Sio tu kwa sababu ya watakayoyafanya huku mbele, ingawa watayafanya kama walivyoahidi, kwa sababu ya nyuma ni majaribio, lakini pia kwa waliotufanyia. Maumivu ya kuuliwa ndugu yako hayafi, hayaondoki, yanakuwa kila unapokutana shida hii, kila unapoendelea kukua, kila siku inavyokuja. Iko siku utafahamu hiki kinachopendekeza hapa sio upumbavu. Kwa hiyo tupange kila mwezi iweko tarehe moja ambayo kila mtu atakuwa analia na kuhadithia namna ambavyo ndugu yake amepotea na kuposti. Kilichopo sasa hivi ni kama watu ambao ndugu zenu wameuliwa, munaweka kana kwamba kuna wa kuwasemea nyie mkiwa mnajificha, kwa sababu utakuta mtu anasema naomba mimi ndugu yangu amechukuliwa, ameuawa, ila ficha jina langu. Akijitokeza mtu kwenye familia yao, ni mke, ni mama, anaanza kulia, jamani mtoto wangu, wote wanamjia juu. We usiseme, watatuua sisi wengine wote, watakuua na wewe. Alimaadamu hatuwezi kuwa tayari kufa kwa ajili ya waliouawa kwa kuonewa, au waliouawa kwa sababu walikuwa wanatupigania, wanatupambania, tutauawa sana na hata kuwepo wa kutupambania. 2, tunaweza tukaweka siku ya kila watu kukutana. Sasa hayo ndo maandamano ambayo yana hatari, lakini kila tuliouliwa ndugu zetu tukutane, tulie pamoja kwenye uwanja wote, tulie pamoja. Tunakutana kwa ajili ya kuwakumbuka ndugu zetu, kwa ajili ya kulia. Watakapokuwa na tukataza na kulia kwa sauti moja kama hivyo, ndipo tunaweza tukashawishi watu, Mungu akasikia na akatuma watu waliosikia, walioona namna tunavyolia. Sasa najua nimetoa hoja dhaifu sana, lakini naomba uelewe tu ni hoja ambayo kwa kadri maumivu ya hiki tu tulichofanyiwa yatakavyozidi sana, njia tunazodhani zinawezekana ambazo sisi wenyewe si wahusika, sisi wenyewe tunajificha, zitakaposhindikana hizi, utanielewa hili ninaloongea. Hautalia tena huko unakoita kanisani au chumbani au kwenye ulimwengu wa roho. Utalia na utaelewa kwa nini mimi nimekuwa nikilia hadharani, na utajua ingekuwa njia rahisi na bora ya Mungu kusikia, ama watu ambao wangetumiwa na Mungu kusikia. Kulingana hiki kinachoonekana hapa, Mungu amenipa msukumo wa kutoa moja ya hoja bora ya kuandamana, moja ya maandamano bora ambayo inawezekana haitaeleweka sasa, lakini wakati fulani automatically ndiyo itakayotumika, pale ambapo njia zote tunazozitegemea kwamba pengine hizo ndo zitatumika kutuokoa, kutufuta machozi hapa tulipo, zitakaposhindikana, basi hili
huenda automatically au watu tutakaokuwa katika dhiki zaidi ya hii tutakumbuka kwamba kwa nini tusitumie pia na hoja ile. Hoja hii inasoma kwanza maandiko, alafu ndipo nije ni kujulishe aina mbili za kuandamana kwa hoja kama hii. Kitabu cha Kutoka sura ya 2 mstari wa 23, Biblia inasema, hata baada ya siku zile nyingi mfalme wa Misri akafa, wana wa Israeli wakaugua kwa mateso ya ule utumwa, wakalia. Kilio chao kikafika juu kwa Mungu kwa sababu ya ule utumwa. Mungu akasikia kuugua kwao. Mungu akakumbuka agano lake alilolifanya na Ibrahim na Isaka na Yakobo. Mungu akawaona wana wa Israeli na Mungu akawaangalia. 3 mstari wa 7 imeandikwa kusema, Bwana akasema, hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri, nami nimesikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao, maana nayajua maumivu yao. Sasa nataka nikuonyeshe aina ya kulia ambako watu hawa walilia, Mungu akasikia. Naunga mkono aina zote za kudai haki zilizopo kisheria, zilizopo kibibilia, ila na push zaidi ile ambayo mimi niko front naiweza. Kwa hiyo zote za kudai haki hizi zikionekana kuwa ngumu, zikishindikana, automatically tutakuja kuangukia kwenye aina hii ambayo hawa watu ukisikia walilia, basi kuna namna ya kulia ambayo ni namna moja ya maandamano ambayo mimi nayatolea hoja yatakuja kutokea automatically, au tutakapoumia zaidi ya hapa tutakuja kujiorganize kwamba tutumia aina hii ya maandamano. Sasa hawa watu ukisikia walilia mpaka Mungu akasikia, kuna mahali walikuja kuonyesha hicho kilio waliliaje, na ndio hoja yangu ya maandamano hapo. Mstari wa 10, Hesabu 11 imeandikwa kusema, basi Musa akawasikia watu wakilia katika jamaa zao zote, kila mtu malangoni pa hema yake. Musa akawasikia watu wakilia, kila mtu mlangoni pa hema yake. Hapa awamu hii wanalilia vitunguu somu, wanalilia samaki, wanalilia matikiti, wanalilia mboga hapa. Sasa hiki kilio ujue ndio kilio ambacho mpaka wanalia hivi, ndio kilio walicholia pia walipokuwa wakiteswa. Hapa nimetaka tu nikuonyeshe ukisikia walilia, basi staili zao za kulia zilikuwaje. Kwa maneno haya niwajulisha kwamba ni automatically hiki kitakuja kutokea kwa sababu ya aina ya wasimamizi CCM. Moja ya maandamano bora ambayo yanaweza yakaweka alama, ukumbuke vilio vyote vilivyoweka alama Mungu makasikia, watu walioingilia kati kusaidia watu wakasikia. Watu hawa walilia na wakaweka alama bora. Hawakulia katika ulimwengu wa roho, hawakulia kwenye maombi, walilia hadharani, wakawa wanahitaji msaada fulani, ndipo Mungu akatuma mtu, Mungu akaweka mzigo kwa mtu. Sisi wanadini wanatuambia tunatakiwa tukalie mahali ambako watu hawaoni, ndipo Mungu atatuokoa huko, lakini ukweli waliolia kwenye Biblia, waliolia mpaka Mungu akawaokoa, walilia hadharani. Ngoja nikuonyeshe watu wengine wa mwisho hapa, watu wengine wa mwisho katika Mathayo waliolia. Na kulia kwa watu hao walivyokuwa wakilia hapa ni tafsiri ya kwamba yalikuwa ni maisha ya kawaida kuumizwa hivi, na hata ilipoonekana kuna mtu anaonyesha dalili za kuwaokoa, ndipo dhuluma ya aina hiyo ya kuuawa ilizidi sana, na wenyewe walilia sana hadharani.
Mungu akaona sababu za kuwaokoa. Mathayo 2:17 inasema, ndipo lipotimia neno lililonenwa na nabii Yeremia akisema, sauti ilisikika toka Rama, kilio na maombolezo mengi, Raheli akiwalilia watoto wake, asikubali kufarijiwa kwa kuwa hawako. Hapa Herode ametoa amri kwamba watoto wa kiume wote, mstari wa 16, ndipo Herode alipoona ya kuwa amedhihakiwa na wale majusi, alighadhibika sana, akatuma watu akawaua watoto wote wanaume waliokuwako huko Bethlehemu na viungani mwake mote, tangu wenye miaka 2 na waliopungua, kwa muda ule aliyouhakikisha kwa wale mamajusi. Ukumbuke mpaka Herode hapa anaua watoto wote chini ya miaka 2. Ujue kuua kwa sababu yoyote anayeona sawa lilikuwa jambo lililozoeleka, Kwa hata hapa inaonekana ni kama nimeambiwa siku kuna mfalme amezaliwa, mfalme kaweni, alimadamu nimetaka kumuua huyo hajaonekana, weni chini ya miaka 2 wote. Kuua ilikuwa kawaida, na kulia kwa watu hawa walikuwa walii chumbani, walikuwa walilii kanisani. Hawa watu walikuwa nalia chumbani, kanisani, mlangoni, barabarani, wanalia kila mahali. Sasa hoja yangu ya kuandamana kwa njia hii ni kwa namna ipi? Ni kwamba napendekeza wakati fulani yakitukolea, kwa sababu kutukolea mateso ya wasimamizi wetu CCM na utawala wao wa damu, kutukolea yatatukolea tu, kutukolea. Yani sasa hivi tuseme tutalilia kanisani, tunalia mbele za Mungu, wasimamizi hawa wametupiga. Hata kama hawaongezi hivi tu walivyoua ndugu zetu, walivyoua, maumivu tulio nayo, kwa sababu haya maumivu kuna wakati tunapata matumaini, tunajua si Chadema, si wanaharakati wakiandaa maandamano pengine watatukomboa. Hizi njia zote zikigoma, hizi za Chadema, si wanadai katiba mpya, sijui wale wanadai nini, zikigoma hizi njia, haya maumivu tu tuliosababishiwa ya ndugu zetu walivyouawa hivi, na kuhakikishia tutaimba wimbo mmoja, tutatoka kuelewa hiki ninachoongea hapa, tutatoka kuelewa hiki, kwa sababu hata CCM wenyewe kwa namna yao ambayo kila mmoja ni chuma chukua chako mapema, kila mmoja anajaribu kupora anachokiweza, kila anayepata pesa anajaribu aitumie imsaidie kuua wale, kuteka wale, kutesa wale, kuumiza wale. Kwa hiyo hakutakuwa na pesa ya barabara, hakutakuwa na pesa ya matibabu, havitakuwepo kwa wakati wote ulioko mbele yetu. Kwa miajali, kwa sababu ya barabara kuwa nyembamba, itaua sana watu, kwa sababu ya mashimo, imeua, inaua, itaua. Kuwa na madereva ambao askari nako huko mitaani wamewatinga, madereva amevurugwa, ndoa zimewavuruga kwa sababu ya ukubwa ya ukali wa maisha, miajali itaua sana. Magonjwa, manesi, wauguzi kwa sababu ya malipo yao duni watatibu vyovyote, madawa duni yataua vyovyote. Ukweli wasimamizi wetu wamesimamia maumivu ndani yetu, na watayasimamia mpaka wote tutasema kwa sasa tutumie njia yoyote inayokuwa. Na moja njia hiyo ni hii ambayo hawa watu hawakulilia kanisani, hawakulilia ndani, hawakulilia kwenye ulimwengu wa roho. Hawa kila mmoja alisimama mlangoni pake, alilia akitoa hadithi na maelezo, ni kwa namna gani ndugu yake ameuawa, ni kwa namna gani ndugu yake amepotea. Kama wewe mwanamke uliyemsikia hapa mwanzoni, napendekeza nini hapa kwa uliyefika mpaka huku?
napendekeza kwamba sisi ambao ndugu zetu wameuawa, moja ya njia ya kusikika, aidha kila mmoja tutenge siku moja kwa mwezi, kila mmoja ite ndugu zake walio tayari, tulie, turekodi, turushe. Mnisikilize, watu wote ndio kusoma kwenye Biblia walilia, watu waliona wanalia, watu waliona wanalia. Hawakulia kwenye ulimwengu wa roho, hawakulia wamejificha, hawakumulilia Mungu, hawakumlilia Mungu tuokoe, walilia Mungu. Ndo aliona wanavyolia kutafuta msaada. Kwa hiyo ni upuzi, najua ni upuzi, ila mbele hawa wasimamizi wetu wenyewe, kwanza kabisa wanataka hivi walivyotuua, walivyoua ndugu zetu, tuchukulie Chalamila amesema ni majaribio, amesema ni majaribio. Yani walivyokuwa nao walikuwa na jaribu risasi zinavyoingia kwenye miili zinanogaje, ni tamu vipi, wanaraha. Kwa hiyo ujue wenyewe watatuumiza mpaka tunasema tunaenda kazini, hayo anajua Mungu mwenyewe, mpaka kazini hakutaendeka. Sio tu kwa sababu ya watakayoyafanya huku mbele, ingawa watayafanya kama walivyoahidi, kwa sababu ya nyuma ni majaribio, lakini pia kwa waliotufanyia. Maumivu ya kuuliwa ndugu yako hayafi, hayaondoki, yanakuwa kila unapokutana shida hii, kila unapoendelea kukua, kila siku inavyokuja. Iko siku utafahamu hiki ninachopendekeza hapa sio upumbavu. Kwa hiyo tupange kila mwezi iweko tarehe moja ambayo kila mtu atakuwa analia na kuhadithia namna ambavyo ndugu yake amepotea na kuposti. Kilichopo sasa hivi ni kama watu ambao ndugu zenu wameuliwa, munaweka kana kwamba kuna wa kuwasemea nyie mkiwa mnajificha, kwa sababu utakuta mtu anasema naomba mimi ndugu yangu amechukuliwa, ameuawa, ila ficha jina langu. Akijitokeza mtu kwenye familia yao, ni mke, ni mama, anaanza kulia, jamani mtoto wangu, wote wanamjia juu, we usiseme, watatuua sisi wengine wote, watakuua na wewe. Alimaadamu hatuwezi kuwa tayari kufa kwa ajili ya waliouawa kwa kuonewa, au waliouawa kwa sababu walikuwa wanatupigania, wanatupambania, tutauawa sana na hata kuwepo wa kutupambania. Ni afadhali kama wanatuua na tuliobaki, kwa sababu tunalia, tulie mpaka dunia yote, tuweke rekodi. Vilio hivi ninavyosikia humu, sio kila kilio Mungu aliokoa. Ukiangalia hiki kilio kingine, Mungu ndo anatokeza njia ya kuokoa. Bado Yesu hapo ni mchanga, ilipita miaka 30 mpaka zianze harakati za Yesu na Yohana kutaka kuokoa watu. Kwa hiyo pendekezo la kipuzi sana hili, lakini aidha kila mmoja asimame mlangoni, tulie, turekodi, tuhadithie ndugu yetu yuko wapi, turushe. Wakija kutupiga hapo watupige, watajigawanya wangapi kuja kutupigia ndani? Watajigawanya wangapi? Na wakija ndani wakatupigia ndani, tuna rekodi, tutaongea. 2, tunaweza tukaweka siku ya kila watu kukutana. Sasa hayo ndo maandamano ambayo yana hatari, lakini kila tuliouliwa ndugu zetu tukutane, tulie pamoja kwenye uwanja wote, tulie pamoja, tunakutana kwa ajili ya kuwakumbuka ndugu zetu, kwa ajili ya kulia. Watakapokuwa na tukataza na kulia kwa sauti moja kama hivyo, ndipo tunaweza tukashawishi watu, Mungu akasikia na akatuma watu waliosikia, walioona namna tunavyolia. Sasa najua nimetoa hoja dhaifu sana, lakini naomba uelewe tu ni hoja ambayo kwa kadri maumivu ya hiki tu tulichofanyiwa yatakavyozidi sana, njia tunazodhani zinawezekana ambazo sisi wenyewe si wahusika, sisi wenyewe tunajificha, zitakaposhindikana hizi, utanielewa hili ninaloongea.
Hautalia tena huko unakoita kanisani au chumbani au kwenye ulimwengu wa roho. Utalia na utaelewa kwa nini mimi nimekuwa nikilia hadharani, na utajua ingekuwa njia rahisi na bora ya Mungu kusikia, ama watu ambao wangetumiwa na Mungu kusikia. Hongera na asante kwa kunisikiliza.